Basi nataka nichukue fursa hii niwasalimu tena wote mnaojambo, watazamaji, wasikilizaji wa Dr. Wilson Swahili Channel. Na ndani mmeamka salama na Mungu ni mwema kwenu na ni mwema kwangu. Nashukuru. Basi asubuhi ya leo nataka tufundishane namna vile unaweza kufanya maombi ya kurudisha silaha ambazo zimetupwa kwako, vile unaweza kuzirudisha kwa wale maadui zako, wale ambao wameapa kwamba hautainua kichwa chako, wale ambao wameapa kwamba hautakuwa na amani katika maisha haya, kwamba ndoa yako haitasimama, kwamba watoto wako hawatasoma na wala hawatapata kazi. Wengine wamepanga kwamba hutajenga, wale wengine wamepanga mipango mingi kumaliza. Sasa maadui wako tu kila wakati wamezunguka maisha yetu, tunakula nao, wanacheka na wewe, wanakuwazia mambo mengine. Lakini vita hivi si vya damu na nyama. Neno la Mungu nasema sisi ambao tunamjua Kristo, vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho. Tunapigana majeshi katika ulimwengu wa roho, mapepo machafu, watawala wa giza, wale ambao wanawinda nafsi zetu. So nitakufundisha vile unaweza kurudisha mishale ambayo imetumwa na maadui hawa. Mishale ambayo wamekutupia mchana au usiku, ukitumia neno la Mungu katika maandiko. Sasa leo tutaangalia mambo mawili. Number 1, tutatumia maji. Kila mwanadamu ana maji katika mwili wake. Kila mwanadamu anahusika na maji katika njia moja au nyingine kwa kila siku. Kuna watu wanaamka wanaanza kukunywa maji, kuna watu wanafua na maji, watu wanapika na maji, vyakula vingi vimejaa maji ndani. Alafu miili yetu imebeba maji, 72% ni maji katika miili yetu. So nakuta kila wakati tunahusika na maji pakubwa. Tunahusika na maji pakubwa. Na ndio maana maji ni chombo kimuhimu sana katika huduma hii na katika ombi hili. Sasa leo utatumia maji. Unaweza tafuta maji masafi, yale ambayo unaweza kunywa. So unaweza kutumia kwa glasi kama hii, ama ikiwezekana uweze kutumia katika chupa, pengine chupa la maji itakuwa ya msaada. Jambo lenye utafanya la pili, utahitaji Biblia. Maana nataka utumie maandiko katika kitabu cha Zaburi 33. Ile aya yote itakuwa ni aya ya baraka. Aya yote ambazo zimeandikiliwa katika Zaburi 35, hiyo maandiko yamebeba silaha nzito kinyume na maadui zako. Kuna sehemu nyingi sana katika Biblia ambayo inazungumzia habari za maombi haya ya vita, ya kurejesha. Nyingi sana, lakini leo nimechagua Zaburi hii kwa sababu specific unataka kurudisha. Roho wa Mungu ameniongoza tu niweze kuongea na nyinyi kuhusu ili andiko. Sasa utakubidi uchukue Biblia yako na ufungue Zaburi hiyo, na uchukue maji yako kwa mkono. Uanze kusoma Zaburi ile kutoka mstari wa 1 mpaka mstari wa 28. Nadhani hapo ndio mwisho wa hii maandiko. Mstari wa 1 mpaka 28. Kwa wale ambao mnatumia Biblia za mitandao, ningetamani niwaambie kwamba kuna Biblia ambazo haziwezi kupatia suluhisho. Hata wengi wanaenda makanisani na mabiblia za mitandao ndio wanategemea. Ningependa niwashauri watu ambao mnaamini maandiko katika Biblia, ni vizuri uwe na Biblia ambayo kando na mtandao
Japo kuwa maandiko yale unasoma anaweza kuwa anasema vile vile, lakini ni uamini yale Biblia ambayo ni kando na mtandao, kwa sababu Biblia unayoisoma katika hard copy na imeshaombewa, imebarikiwa na mtu aliyeteuliwa na mwagiwa mafuta kwa ajili ya hiyo kazi. Hiyo Biblia imeingizwa katika orodha ya vitabu vya kiungu vilivyo connection na uwezo wa roho. Lakini kila ambacho umenunua kwa market, umenunua kwa duka tu la unaanza kutumia, haina nguvu. Ndio maana unaona wale watu wengi wanaochukua Biblia wakiapa nayo ni Biblia zile ambazo hazitatengwa, hazijakuwa fortified, Biblia ambazo hazijakuwa dedicated, hazina nguvu. So tafuta Biblia ambayo ni hard copy ambayo imeshaombewa, usome maandiko kutoka pale. Sasa utachukua glasi ya maji, alafu gundue masaa yale ya usiku wa manane, kuanzia saa 6 kuelekea saa 9 kuelekea saa 12. Ile masaa nimefundisha inaitwa watch of the night, midnight watch, na ile ingine inaitwa alfajiri. Hiyo ndio mzuri kufanya recipe hii. Omba nayo, soma maandiko haya kwa sauti. Wakati ambapo utakuwa unasoma kwa sauti na umeshika maji haya kwa mikono, itakuwa unasoma maandiko haya ukisomea kwa haya maji. Uwezo wa neno la Mungu utaweza kukaa juu ya maji yale. Unasoma chapter nzima, aya yote na chapter nzima, alafu utakubidi uweke. Siku ya pili utasoma wakilishe nafsi yako, uweke. Siku ya tatu utasoma wakilishe mwili wako, maana mwanadamu ni roho, ana nafsi, anakaa ndani ya mwili. Sasa siku 3 utafanya hivi kwa masaa 72. Utainuka usiku wa manane na ufanye hili jambo ukirudisha. Ukimaliza ya mwisho utaomba maombi yako mwenyewe sawasawa na matamanio ya moyo wako. Ukimaliza kuomba utakunywa maji yale kidogo. Mengine utamwaga uchanganye na maji yako ya kuoga. Nenda ukaoge maji yale ukisema vile unavyotaka. Hii ni silaha kubwa sana, kinyume na wale wanaokuchimbia mashimo ya kuzikwa. Watazikwa wao kabla ya wewe. Wale wanaokutakia utembee uchi, wao wataenda wakitembea kwa street hata bila chupi za ndani. Wale wanaotamani watoto wako wasisome, wao watoto wao ndio hawatasoma. Nimetumia hii mbinu kwa mtu mmoja alikuja kaweka uchawi katika nyumba yangu, kwamba nisipate pesa nikamaliza, nisije niondoke duniani. Akaroga. Na mimi nikagundua, alafu nikatumia nilitumia aina hii kurudisha mishale kwao. Na ilipiga kwao kama bomu. Maana nilifanya hili, nafundisha saa hii, ile ndio nilifanya. Kaamka usiku wa manane kwa siku 3 nikaomba Mungu. Na nikawa natumia maji na kunywa. Naomba Mungu, natumia ishara, vita vya maji. Hakuna asiyebeba maji katika mwili na hakuna mtu asiyetambulika na maji. Ni element yenye na nguvu sana. Hata Mungu aliitumia kumaliza dunia mara ya kwanza. Maji ni silaha kubwa kwa mazuri na kwa mabaya. Inategemea maarifa, ujue vile unaweza kuitumia na unaitumia wapi. Naona watu wanapishana, mbona mnaombea maji mnapatia watu? Maji ni ishara yenye uwezo sana. Ni element yenye nguvu. Watu wanabatizwa na maji, mbona hawaachi tu namna hiyo? Watu wanabatizwa na maji. Watu wanaoga maji. Watu wanaombea maji. Maji ina uwezo mkubwa. Ukigundua maarifa mbalimbali ambao unaweza kuitumia kwa kutumia maji, faida kubwa iko. Faida iko. Na hutakuwa umeacha Mungu kwamba umefanya maji sasa ndiyo Mungu wako. Hapana, unaomba Mungu ukitumia maji. Bwana akamwambia basi kapaka tope, na akamwambia nenda kanawe katika mto wa Siloamu. Maji yale, nenda kanawe katika mto yule. Kutii neno lile na kwenda kuakti katika jambo lile kwa maji, akarudi anaona. Naamani nenda kajitumbukiza mara 7 kwa mto Yordani.
utakuwa msafi. Bwana nioshe, ninyunyuzie maji, niwe msafi. Neno la Mungu linatabiriwa kama maji. Neno la Mungu limechukuliwa kama mvinyo. Neno la Mungu ni kama maziwa. Neno la Mungu ni moto. Neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu ni nyundo. Neno la Mungu limebeba mambo mengi, ni uzima, ni roho. Sasa ni wewe uwe na ufahamu. Maliza, tulia, ona vile Mungu anacheza na maadui zako. Anaambia Ibrahimu ya kwamba nitakuwa adui kwa maadui zako, nitawabariki watakao kubariki, na wale watakao kuwa kinyume nao nitakuwa kinyume nao. Watakao kulani nitawalani kwa niaba yako. Unanielewa? Agano hilo Mungu akaingiza na Ibrahimu. Mwanzo 12 kuanzia hapo ukisoma, Bwana alipomuita kampatia ahadi zile. Talifanya jina lako kuwa kuu, takufanya kuwa baraka. Maadui zako watakuwa maadui zangu. Marafiki zako watakuwa marafiki zangu. Hii itakusaidia watu wanapokupangia mabaya katika ulimwengu unaonekana. Wewe nenda nao katika ulimwengu wa roho. Tumia vita hivi usiku wa manane, upigane vita hivi. Utaona mambo yako yakianza kwa sawa. Inaweza kuwa ni mishale ya magonjwa, inaweza kuwa ni mishale kwa ndoa, inaweza kuwa ni mishale kibiashara, kifedha, kimasomo ya watoto wako, au wewe mwenyewe, taaluma zako, milango yako. Unaweza kuwa una madeni kiasi ya kwamba yale madeni yamechochewa na mipango fulani ya watu. Hizo ni mbinu. Kama kuna watu hapa, mmoja ameibiwa milioni 20 za Kenya, mwingine milioni 12. Na watu wengi hapa wana matatizo haya ya kuibiwa mamilioni na kutepiliwa. Wacha nikwambie, masaa imefika ya kunasa wale watu. Na nitawaonyesha nyote mbinu mtakayoitumia ili tuweze kwa na niko na huduma za kunasa wale watu wa wizi aina hiyo. Niko na product ambazo zinakuwa deployed, alafu zinanasa. Wale watu wanatetemeka akirudisha wenyewe. Atalazimishwa, atapigwa na kofi, akatalazimishwa kulete hiyo hela. Hata tulia. Atapigwa kutoka mahali alipo. Hata kama alikimbilia Zambia, alikimbilia wapi, atakutafuta hapa Kenya. Yeye mwenyewe. Roho itatumwa kwake itakayomchunga na kumleta mpaka mahali huko. Anakimbia hapa na pale akikutafutia hela yako. Wacha nikwambie, nyinyi ambao nikiwaeleza pengine watu wanaona ni mizaha. Lakini tumefanya ili kwa watu wengi, na tumefanya kazi hizi, nimeshazifanya. Sasa the testimony tunawapatia. Mungu awabariki. Napocheza hii utaona matokeo makubwa. Na Bwana atateta na maadui zako. Waliokuchimbia shimo watazikwa kabla yako. Asante.